Yes, bana, bado tupo tukiyazungumza yale ya kimichezo na mbele yako ni shabiki wa Young Africans wa kumuita Baraka wa Yanga. Kaka, uko poa? Mimi niko fresh kabisa. Baada ya nyie kuamsha timbuli jana na leo bodi ya ligi wakaamsha ya kwao, nikaamua kuja kuzungumza na wewe. Mlisema hamchezi kwa namna yoyote. Bodi ya ligi wamepanga tarehe ya mchezo 15 mwezi wa 6. Hatuchezi. Ipo wazi, hatuchezi. Yaani wao watu wafanye kitu gani? Sisi hatuchezi. Huo ni msimamo wa mashabiki, msimamo wa wanachama Young Africans, msimamo wa washabiki wa Young Africans na msimamo wa viongozi wa Young Africans. Hatuchezi. Hamuoni kama Baraka mnafanya jeuri kwa mamlaka husika ya mpira? Sisi hatufanyi jeuri, ila sisi tunafundisha namna gani ya kusimamia sheria, taratibu na kanuni. Hii sio jeuri. Jeuri wao ndo wanaoileta. Wanachokifanya TFF ni kiburi, jeuri, dharau na kuikomoa Young Africans. Sasa sisi tunawaonesha kwamba inabidi tutoke huko, turudi kwenye misingi ya soka ambayo inafuata taratibu, sheria na kanuni. Young Africans, kama mnakumbuka, kitendo cha sisi kusema hatuchezi sio kama tulikurupuka. Sawa? Kulikuwa na mchezo namba 184 ambao ulitakiwa kufanyika tarehe 8 mwezi wa 3. Sawa? Mchezo huo Simba akasema hawiko tayari kuucheza. Taarifa alitoa 8 ya usiku. Sio muda wa kazi, sio muda wa kiofisi, lakini TFF walijibu barua ile. Sio, umeelewa? Asubuhi wakasema kwamba inabidi mechi ichezwe, hakuna utaratibu huo. Baadaye saa 5 wakakubaliana na shauri la Simba, wakajibu Simba kwa kanuni, taratibu na sheria, wakaandika kabisa kwa maelezo, wakasema Simba tumepokea ombi lenu, mechi itaahirishwa kwa sababu ya zifuatazo, wakaorodhesha baadhi ya visababu vyao. Kiuhalisia zilikuwa hazina mashiko na zilikuwa hazina uhalisia. Young Africans tulipoona ile tukawaambia na sisi hatuchezi, tunataka na sisi taarifa, mtoe sababu kwa nini hamuchezi, kwa nini hii mechi haichezwi na hii mechi imeahirishwa. Mpaka leo hawajatoa taarifa hiyo, hawajatoa maelezo hayo, na kimsingi ilitakiwa watoe ni sababu gani zilizowafanya wahairishe mechi hiyo. Ndio ilichotakiwa. Huwezi kwenda hatua kubwa kabla hatua hii hujaipita. Maana yake walichofanya ni dharau na kuikomesha na kuionyesha kwamba wamekalia mpira wa bongo au mpira wetu wa Tanzania, kwamba hatuwajibu na sisi tutawapangia tarehe ya kucheza. Sasa hakuna mtu ambaye ni mnyonge kiasi hicho. Baraka wenyewe viongozi pia ilisikika pia wakisema kwamba moja ya timu ambayo ilikuwa inavunja kanuni na taratibu ni Young Africans, na ikasaidiwa ikapewa favor za namna hiyo katika miaka ambayo ameiongoza rais wa TFF. Alisikika hiyo kauli, nadhani pia ulisikia. Hiyo ni kauli ambayo yote anaweza kuitoa. Kama wanahisi hiyo ndio sababu ya kuahirisha ile mchezo au kukubali usogezwe mbele, wangevideo comment wakaandika kwenye fomu ya maandishi kwamba sisi tunawakatalia, tunataka muje mcheze kwa sababu ya hiki na sisi tuliwafanyia hiki na hiki na hiki. Lakini ujue kwamba hizo ni nadharia tu, ni maneno ya kutunga na ya kuongea tu. Mbona hawakuweza kujibu? Mbona Simba wamewajibu haraka iwezekanavyo na kwa fomu ya maandishi, kwamba hata Simba anaweza kuchukua ile na kwenda nayo kasi au sehemu yoyote kusema hii ndio reference kutoka TFF. Yanga iko wapi? Mbona hawaitoi? Waliifanya mara ya kwanza wakatengeneza delaying trick ili sisi tushindwe kutoa taarifa, kwenda kukata rufaa ndani ya siku 21 zipite. Tukagundua, tukaenda. Tulivyorudishwa huku tumewaambia shida yetu watoe sababu za msingi kwa nini mechi hiyo waliahirisha. Si waseme kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki tuliahirisha. Kama sababu zina mashiko watu wataziona, kama hazina mashiko zitaonekana, na Yanga atatoka hapa na kwenda nazo kasi kama reference kutoka kwa TFF. Lakini hawaandiki chochote, hawasemi chochote. Leo hii unarudi unapanga tarehe ambayo Yanga ndio anachokigomea, wewe unampangia. Maana yake unamlazimisha, unamforce. Maana yake nini? Kuonesha ubabe, kuonesha kwamba wewe uko na umefungamana na upande fulani. Sasa Young Africans huwezi kuipeleka hivyo. Young Africans hatupo tayari kuendeshwa kwa staili hiyo. Walisikika pia kipindi cha nyuma hapo Mguto mwenyekiti wa bodi ya ligi akisema pia kwamba kweli kuna makosa yamefanyika na busara inahitajika kufanyika, ila Young Africans hamtaki kutumia busara ambayo ilishawahi kutumika kwenu. Baraka, kusikia EPL wanatumia busara? Ushawahi kusikia La Liga wanatumia busara? Ushawahi kusikia Serie A wanatumia busara? Ushawahi kutumia the Farmers League ya Ufaransa wanatumia busara? Bundesliga wanatumia busara? Mpira uongozi kwa busara. Mpira unahitaji kufuata sheria, taratibu na kanuni, na ukizifuata hizo mbona mambo yanakuwa safi? Kwa sababu usawa utatawala, usawa utakuwepo. Hoja yao ni kwamba mbona nyie waliwapendelea, waliwapa favor kipindi hicho, sasa hivi hamtaki hii tu favor ipi? Waseme tuliwapa favor hii. Waseme hiki ndio kinachofanya na sisi leo hii tunawanyima. Waandike kama kweli hivyo vitu viko kihalali na kisheria na kitaratibu. Sio ukweli, hakuna ukweli wowote. Kilichokuwepo ni kwamba TFF wameamua kuiweka Simba mgongoni. Wameamua kuforce mwaka huu Simba wachukue ili kombe, yani wawanyang'anye Young Africans kombe kinguvu. Sasa Yanga haichezewi hivyo.
Yanga ni kubwa. Yanga imeanza kabla ya TFF, Yanga imeanza kabla ya bodi ya ligi, Yanga imeanza kabla ya nchi hii kupata huru, kabla ya muungano wa nchi hii. Ni kongwe, klabu kongwe kuliko timu yoyote, na sisi ndio wa kwanza kudai uhuru. Kama tuliweza kudai uhuru wa nchi hii, basi vivyo hivyo tutadai haki na usawa wa mpira wetu wa Tanzania ili uendelee mbele. Na pia katika barua yenu, kama watu walitafsiri, mliandika kwa jazba kubwa sana mkisema hamchezi mechi kwa namna yeyote ile. Sio jazba, unajua nini? Upande wa pili wameamua kununua waandishi, kuanua wachambuzi, sawa, kununua bodi ya ligi na TFF yote ya kwao. Kwa kinachoongelewa Yanga kinatafsiriwa in a negative way ili kiende kwa jamii kwa ajili ya kupotosha umma. Sasa sisi ndio wa kuisemea Young Africans, ndio maana sisi tunakuja hadharani na tunaongelea vile ambavyo Young Africans inamaanisha bila kuvunja sheria, taratibu wala kumtukana mtu. Tunanyoosha maelezo tukiwa tunaongea kwa kujiamini, kwa sababu tunajua serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatulinda na inatupa uhuru wa kuongea na kutoa mawazo yetu. Mama Samia anatoa uhuru kipindi hichi. Tunaongea, tunasikiliza. Wanahabari jana tumeshuhudia mnapewa tuzo. Maana yake ameruhusu masuala ya kuhojiana, masuala ya kuexpress hisia zetu, mawazo yetu katika vyombo vya habari. Kwa lazima tuongee, hatumuogopi mtu yoyote. Serikali yetu pekee ndio tunayoiogopa na kuiheshimu. Ila waliobaki wote tunawaheshimu, hatuwaogopi. Waliobaki wote tunawaheshimu ila hatuwaogopi, na wanapoendelea hata heshima yenyewe tutawanyang'anya. Jana kwenye moja ya interview alisikika Jemadari Said, mchambuzi wa masuala ya kabumbu na CEO wa JKT Tanzania. Baada ya mchezo wao kuisha dhidi ya Simba wakapoteza kwa goli moja, alisikika kwenye interview zake akisema kwamba ili tatizo liishe, bodi ya ligi ipange mchezo, asiyekuja akatwe alama 3, 15 ashuke daraja, ambacho ndio kinakwenda kuwatokea kama sio peleka timu. Sasa unahisi yule ni mchambuzi? Yule ana kofia mbili, ana kofia uchambuzi, ana kofia ya nani? Ya CEO wa JKT. CEO wa JKT anafurahia JKT ikifungwa kuliko vile Simba inapofungwa. Hivi unamuelewa? Yaani anafurahia JKT inapofungwa, Simba anapopata matokeo. Huyo ni CEO. Ukija kwenye engo ya uchambuzi, yule ni mchambuzi, ni chawa. Yule ni chawa, sio mchambuzi. Sio, umeelewa? Wewe unasemaje upango tarehe ya mchezo wakati hoja ya msingi ya kujibu kwa nini umeahirisha mchezo hujajibu? Hujaleta maandishi, hujatudokumentia kutuonyesha kwamba kwa nini uliahirisha mchezo. Yeye kama mchambuzi ilibidi aoneshe kwamba TFF walitakiwa kujibu kwamba wazo la Yanga ni hili au hoja ya Yanga ni hii, kwa nini mchezo mliuahirisha? Walitakiwa kujibu. Wakijibu Yanga watapima kama majibu yameridhika nayo, na pia wachambuzi wapo, watu wa mpira wapo, wangelichakata na kuona kama hizi hoja ni za msingi kweli. Yanga baada ya hapo tukarizia, tukapanga tarehe yetu, tukaenda kucheza, lakini hawajatoa chochote. Maana yake wametumia mabavu. Unapangaje tarehe kabla ya kumalizana na kutoa majibu? Kwa nini hujairisha mchezo? Baraka kulithibitisha hilo aliloongea Jemadari Said asubuhi, ndio tumeona tarehe, mipango ya mchezo, kwamba alichokiongea ni sahihi, kinaendana mpaka TFF na bodi ya ligi wanakikubali. Kitu kimoja, machawa wa Simba, sawa? Machawa wa Simba, hao wachambuzi wenu akina Jemadari Said, sawa? Hao pamoja na wachambuzi wengine. Simba yenyewe, sijui umeelewa? TFF na bodi ya ligi, la kwao lote ni hili. La kwao ni hili moja. Kwa hiyo yule ndo amemteua kama kuongea vitu ambavyo vinatakiwa kufika kwa jamii. Jemadari Said. Sasa sisi tumeshamgundua, sisi tunamkabia kwa juu, ukileta tunakujibu, alafu tutaona mwisho wa siku nani mshindi kwenye hili. Kwa hiyo ikitokea labda mechi hampeleka timu, sheria inayotaka nyie mshuke daraja na mpogo alama 15. Sheria hiyo ambayo utampangia Young Africans kwa kumforce acheze bila kumjibu kwa nini uliahirisha mechi kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria, hakuna. Yanga sio wapumbavu jamani, tuelewane jamani. Yanga tuna akili, sawa? Yanga kuna watu smart shekhe. Yule engineer, nitajie kama kuna mtu mwenye akili kumzidi engineer pale kwenye timu yao. Tuongeeni tu, tuwekeni data mezani, tuwekeni vyeti mezani pale, si umeelewa? Ndio mjue Yanga kuna watu smart. Sisi tunawaambia leteni majibu, kwa nini mliahirisha mchezo? Mnatupangia tarehe ya mchezo. Maana yake kama vile mnafanya, unajua ile mipasho, mnaleta mipasho. Huyu kasema na wewe unajibu. TFF anafanya mipasho sasa. Bodi ya ligi inafanya mipasho sasa. Sasa kweli hawa ni watu wa kuongoza ligi yetu? Hawa ni wa kuongoza kweli mpira wetu? Hao ndio ambao walisema pia waliwapeni favor nyinyi ambao walitupa favor wapi? Wapi? Yanga inasajili kwa gharama. Yanga ina viongozi smart, Yanga ina mashabiki bora, Yanga ina kikosi bora. Yanga tunafukuza makocha kila siku ili mradi tunahitaji kikosi bora. Leo hii unasema umetupendelea. Sisi tunachukua ubingwa kwa sababu ya uwezo na uwekezaji wa GSM na usmart wa uongozi wetu, wakina Engineer Harris, wakina Arafati. Hao ndio wanaofanya Yanga iwe smart.
Yanga ichukue makombe. Sisi tumechukua makombe kwenye vipindi vigumu sana, viongozi wa TFF na bodi ya ligi wote wakiwa makolo, lakini tumepambana nao. Viongozi wa Yanga kwenye vifua vyao kumejaa vitu vingi sana. Usione inafika kipindi washabiki tunawasaidia katika hili, maana yake tunajua wamechoka. Madudu ni mengi pale kwenye bodi ya ligi na TFF. Pia mlienda CAS na CAS wakarejesha bodi ya ligi. Hamkwenda huko. They are smart kabisa CAS. Walituambia hivi, mnabidi mrudi katika level ya nyumbani, muda dili, nyinyi mmepeleka ombi lenu, inabidi wawajibu, wakishawajibu kama mjarizika nalo ndio mlete. Sawa, barua yenu, barua ya CAS, muje huku bwana tunakatia. Mbona hamkwenda bodi ya ligi? Rufai. Tulishapeleka barua ilijibiwa. Kabla ya kwenda CAS tulipeleka barua ilijibiwa. Mbona wachambuzi mnajifanya muoni? Waandishi mbona mnavioni? Au na nyinyi mmepewa bahasha? Na nyinyi mmepewa bahasha, semeni. Barua ambayo tulikuwa wa kwanza kutoa barua. Wa kwanza, maelezo, tupeni sababu za msingi za nyinyi kuahirisha mchezo huu. La sivyo sisi hatutocheza mpaka mtakapotupatia barua. Nini? Majibu ya msingi. Wametoa barua. Wameeleza. Walitoa vibarua vyao vya uongo Instagram wapi, wakaviona vyote vina makosa. Wamevifuta na kwenye peji zao hazipo. Yaani manao sio za kwao. Tunaomba barua yenu ili tuone sababu zenu ni zipi. Sisi tuchukue ile. Ikiturisisha tutacheza. Haijaturisisha twende nayo CAS. Mbona hamtoi barua? Mbona hawatoi barua? Wanajua wameachanganya. Ubaya wao ni kwamba cha ajabu, bodi ya ligi imeshakosea, TFF naye anakuja anamkingia kifua bodi ya ligi. Yaani maana yake wale Skaria mwenyewe anakuja sasa kulivaa hili na kuikingia kifua bodi ya ligi. Hapo ndo alipokosea mzee wangu. Basi kitokea yale mawazo ambayo ameyatoa Jemedari Said jana na yakafanywa kazi. Mkashuka kweli daraja. Mpo radhi Baraka kupokonywa alama hizo? Hakiwezi kutokea. Jemedari Said hawezi kutoa wazo la msingi ambalo likasikilizwa. Jana tumelisikia. Haliwezekani, sio wazo la msingi kwa sababu hawajapima na kuchakatua vizuri. Wangepima na kuchakatua vizuri wasingeweza kuja kupanga tarehe ya mechi wakati hujajibu barua ya Africans. Wameshindwa kuwa waeledi na usmart wameukosa. Lakini pia timu hii ya Africans, sisi tupo Tanzania, sisi ni wa Tanzania. Ligi yoyote sisi tupo razi kucheza. Sio ligi kuu, iwe ligi la daraja la kwanza, la pili, la tatu, shirikisho, yani iwe nini inaitwaje hili? Nini Ndondo Cup, yani zozote sisi tupo tayari kucheza. Yanga ina watu shehe. Kwa hiyo Baraka, kwa barua yenu ya jana tukiitafsiri maana yake ya kwanza inasema mpo tayari kupokonywa alama 15, mpo tayari Simba wapewe alama 3 na mpo tayari kushuka ligi. Huoni kama ile barua yenu imejieleza kabisa kwamba tuondoeni mbaki nyewe wenyewe? Yaani maana yake ni nini? Si wameshindwa kutusikiliza kwa kufuata taratibu, sheria na kanuni. Kwa kama mmeshindwa, yani kuna kitu kinaitwa rule of bias. Yani tayari sisi tushapoteza imani na TFF na bodi ya ligi kwa sababu wanayoyafanya waziwazi. Kuna vitu vya waziwazi viko uchi kabisa vinafanyika. Sasa kwa nini sisi tuendelee kuwa na imani nao? Ndio maana tunawaambia mtakachokifanya nyinyi sawa, hewala. Young Africans hatuna shida. Sasa hivi mpo tayari kwa lolote? Tupo tayari kwa lolote. Sisi sasa tumevaa mabomu vile Waisraeli tumeyavaa mabomu. Yaani tupo tayari kwa lolote. Hatuna noma, tuna makombe mengi kuliko timu yoyote. Mkishuka makombe mengi kuliko timu yoyote. Hata nikae nje ya ligi miaka 8 bado afiki makombe yangu. Sasa kuna nini? Champions League mtaikosa Baraka. Nakwambiaje, hiyo Champions League yenyewe ndio itatupambania sisi turudi. Hapa kuna timu ya kucheza Champions League hapa. Ukapeleke Mutalo kwenye Champions League. Ukapeleke Mkwala. Wewe angalieni bana nyinyi. Watu wanaangalia timu zilizowekeza, wanadanganya watu nafasi ya 4. Nafasi ya 4 kuna kitu kinaitwa wanahitaji ile Club World Cup. Zinatoka timu 4 kwenye bara la Afrika. Kwa Simba ndo anaipambania ipate. Subiri, sio sisi katalia nafasi ya 4 yupo. Nafasi ya 4 si yupo, wamesema wapi? Katika timu 4 zilizoingia Club World Cup. Yeye yupo. Zipo. Yes, anapambania kwa msimu ujao, achana hii. Ujao katika shatangazwa saa hizi kama yeye yupo kwenye nafasi ya 4. Na Club World Cup hata bado. Itabidi aingie. Cha ajabu kaingia wa nyuma yake. Yaani wamemruka. Tusidanganywe, hamna nafasi ya 4 pale. Huwezi kuwa nafasi ya 4 kwa mpira ule. Kwa kipi yani? Kwa sababu ukipima mafanikio ndani ya miaka hii mitatu kwenye Champions League, kwenye nini? Kwenye mashindano ya kimataifa, Yanga na mafanikio makubwa. Kushinda Simba. Ndani ya miaka hii. Tupime kwa data. Sasa unaniambiaje nafasi ya 4? Wanadanganya watu. Mimi nawaambiaje, sisi msimamo wetu ni hatuchezi show. Ni kweli viongozi wenu wametengeneza dhana ya kila wanachokiongea nyewe mkipokea moja kwa moja bila kukichuja. Wa Tanzania
Wana Simba wengi wamekuwa wakisema hivyo. Na kukatalia, msiwatie ubaya viongozi wetu. Hii ni la kwetu, sisi ndo tulioyataka haya na tunaoshinikiza haya. Msianze kutengeneza chokochoko kwa ajili ya kufungia viongozi wetu. Viongozi wetu hawana lolote. Sisi ndo tunawaambia hakuna cha kusemeka. Mimi ndo nakwambia hapa haya maneno. Nakwambia, unaniambiaje unasemekana bwana? Mimi ndo nakwambia sisi ndo tunaotaka hiki. Viongozi wetu wanatusikiliza sisi. Sisi hatupeleki kama mbuzi. Hatupeleki sisi. Yaani mtu kaamka asubuhi nasema nitaombea gari, nitaombea ndege kwa Mama Samia. Huyu kaamka asubuhi dada yangu naomba apige picha na klabu. Sisi hatupeleki hivyo. Sisi tuna uongozi na uongozi unaotusikiliza sisi. Sawa, kama wanaweza kuja kutufungia watufuate mashabiki, watufungie wote mashabiki. Ambao ndio mnasimama kwa ajili ya Young Africans. Sisi ndio tunasimama kwa ajili ya Young Africans na kwa ajili ya amani ya soka la nchi hii. Sisi ndio tunaofanya mapinduzi ya soka la nchi hii kwenye hii nchi, hakuna mwingine. Kwenye zile hoja za Jemedali alisema hivi, kama nitajie huyo bwana. Huyo mchambuzi bwana, wewe unanitajia Jemedali, wapo kina Hans Rafael, wapo wachambuzi wa maana kabisa, unanitajia huyo. Huyo nani? Bosi bwana, nizungumze na kinaambukile huko. Nisikilize sana. Usinitajie bwana huyo, amsema mbuzi hapo. Alisema hivi Baraka, nisikilize kwamba moja ya timu ambazo pia zinaongezwa kwa kupendelewa ni Yanga na Simba, kwa sababu kwenye matukio haya sijui refari mara kafanya hivi yanatokea kwa Simba na Yanga. Akapendelewa Simba kakubali kuahirishiwa mechi na mimi nipendelewe. Si mmesema tunapendelewa na sisi mapacha, mimi Simba na Yanga. Mkimbeba huyu na mimi nibebe. Sasa mimi mbona unataka kunisikiliza? Maana yake ni umeamua kumkumbatia mmoja. Hamna hoja nyinyi. Hamna hoja. Jemedali, wewe unaletea maneno ya Jemedali mimi. Maneno ya Jemedali unaletea mimi. Serious kabisa. Jemedali nani? Which? Who? Whom? Jemedali nani? Mchambuzi sasa hivi anaaminika sana. Mchambuzi gani anaaminika na nani? Msidanganye watu. Hakuna mtu anayemfuatilia yule. Unaniambia anaaminika na nani? Chawa namba 1 yule. Interview zake jana uliziona? Chawa namba 1 yule. Mtu ana CEO, yani kudadeki. Ukisema Chawa CEO wa JKT. Anatoka kwenye mechi badala aizungumzie JKT, anaizungumzia zaidi Simba kuliko JKT. Huyo ni CEO wa JKT au chawa wa Simba? Simba ndo wanamtumia Jemedali. Chawa wa Simba anatumika moja kwa moja na Jemedali. Moja kwa moja wanamtumia Jemedali moja kwa moja. Hasa ubaya wanamtumia Jemedali mtu wenyewe yule. Hana madhara yoyote. Hana shida yoyote. Yaani yule hatusumbui hata kidogo. Hata kidogo hatusumbui. Wanawakaliaga kooni. Yaani hatusumbui sisi hata kidogo. Nyinyi ndo mnajaribu kumuongelea. Sisi hata shida naye hatuna. Nyinyi ndo mnampa headline. Sisi hata story naye hatuna. Shukrani sana. Asante sana.